ambacho Simba tumekipata kwenye kikosi chenye wachezaji wapya karibia 90%. Unategemea utawaunganisha vipi hao ndani ya msimu mmoja waje wakupe ubingwa? Kwa upya wao na ugeni wao wakafanikiwa kukupeleka fainali, kuna sababu ya kuwashukuru hao wachezaji. Lakini kwenye kikosi chenye wachezaji 99% ambao wanacheza kwa mara ya kwanza michuano ya kimataifa na bado wanafanikiwa kukupeleka fainali, hauna kingine cha kuwazungumzia zaidi ya kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Kwenye wachezaji ama kikosi kinachoundwa na wachezaji chipukizi wenye umri mdogo na wanapambana vita kubwa na hatimaye wanakupeleka fainali, hakuna kingine cha kuwadai zaidi ya kuwashukuru na kuwapongeza. Tunaizungumzia Simba ambayo benchi lake lote la ufundi ni jipya. Walimu wanahitaji miaka 3, miaka 4 kuweza kutengeneza timu imara, lakini ndani ya muda mfupi Mwalimu Fadlu Davis amefanikiwa kutengeneza Simba imara yenye wachezaji wapya, wachezaji wasiokuwa na uzoefu, wachezaji wadogo, na hatimaye ametupeleka hatua ya fainali. Kwenye timu hii ukitoa Matola na Patrick Raymond meneja, waliobaki wote walikuwa wageni, lakini pamoja na ugeni wao wameweza kutengeneza Simba iliyokuwa imara na tishio, na hatimaye tumecheza fainali. Ndiyo maana tunaweka wazi ya kwamba sisi kwenye mioyo yetu, kwenye fikra zetu tunasema ya kwamba sisi ni mabingwa wa Afrika msimu huu, kwa sababu tumetimiza malengo yetu. Hili limekwisha. Tunachokiangalia sasa hapa ni kutengeneza timu ya kwenda kutupa ubingwa. Sasa tayari tuna timu ya kuweza kutufikisha fainali. Paliko baki ni timu ya kwenda kutupa ubingwa, na ili tuweze kufanikiwa hilo, standard mpya ambayo tumeiseti hivi sasa, niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, standard yetu tunapoanza michuano ya kimataifa, break yetu inakuwa ni fainali ya michuano ya Afrika. Hiyo ndio standard mpya ya mnyama ambao tumeiweka hii leo. Msimu huu kimataifa tumemaliza, tunajipongeza na tunakwenda kujipanga kwa wakati ujao. Ahmed, mashabiki wa Simba wengi ambao nimepata nafasi kuongea nao wanasema kinachouma sio kufungwa, lakini wanaona wameonewa zaidi kuliko kuwa fair. Mashabiki wana haki ya kuzungumza. Kama kuna maamuzi hayakumridhisha mtu yoyote, ana haki ya kuzungumza. Na mpira ni mchezo wa hadharani. Kila mtu anaona kama ile imefanyika sawa ama ile haikufanyika sawa. Kwenye failure yoyote huwa kuna sababu mbili. Huwa kuna sababu ya nje na kuna sababu ya ndani. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club, kuna sababu ya ndani iliyotufanya tukose ubingwa, tutakwenda kuiangalia hiyo na tuboreshe. Alafu kuna sababu ya nje, hiyo ambayo mashabiki wetu wanaizungumzia, nayo tunakwenda kujipanga tudili nayo vipi, ili safari inayokuja yasiweze kujitokeza matatizo ya nje. Budo, amazing performance. Nitaka niseme neno. Sema chochote. Mpira wa Tanzania una organ 3. Kuna organ ya media, alafu kuna organ ya mashabiki, alafu kuna organ ya technical. Kwa Joshua Mutale Budo SGR, organ ya technical ambayo inaongozwa na Mwalimu Fadlu, hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale. Na mwalimu Joshua Mutale katika maisha yake anapaswa kumshukuru sana mwalimu Fadlu Davis. Amekuwa naye bega kwa bega. Joshua Mutale
muda wote, pamoja na kwamba alikuwa hajacheza vizuri tangu amekuja Simba Sports, lakini Mwalimu Fadlu hakuwahi kumkatia tamaa. Ameendelea kumtia moyo, kumsimamia na kumuongoza, na hatimaye hii leo amekuja kutulipa uvumilivu. Organ ya pili ilikuwa ni organ ya mashabiki. Mashabiki wa Simba hawakuwahi kumkatia tamaa Joshua Mutale. Bahati mbaya ama nzuri, nyinyi huwa mnakaa the other side kwenye uwanja ule wa KMC, lakini wale ambao huwa wanakaa kwenye haya majukwaa ya mashabiki, Joshua Mutale alikuwa akipewa nafasi, hata akicheza vibaya, lakini still watu wataendelea kumuimba budo 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 kwa ajili ya kuendelea kumencourage ili aje afanye kazi yake ipasavyo ndani ya Simba. Kwa nini hizi organ mbili hazikukata tamaa kwa Joshua Mutale? Kwa sababu sisi mashabiki wa Simba